I say, hakuna kazi ngumu sana duniani kama kuhakikisha kwamba pesa haiondoki mfukoni kwako. Ni kazi ngumu mno, na sio kwa mtu mmoja au wawili. Ni tatizo ambalo karibia kila mwanadamu anayo. Labda familia zile za kitajiri ambazo fedha haziondoki kwao kirahisi. Lakini wakina sisi ambayo mpaka ukubwani ndo unaishika shilingi 10,000, mpaka umetimiza miaka 18, miaka 20 ndo unakabidhiwa shilingi 10,000, ndo unakuja kuiona 10,000. I say, pesa inaondoka mfukoni. Yaani mifukoni ni kama vile haina undugu na fedha. Ni kama zinatekenya mfukoni, ni kama zinaitwa. I say, tuwaheshimu matajiri. Kutunza fedha mpaka ziwe nyingi, ununue gari, ununue nini, I say, as the highest respect kwenye hii maisha. Unaweza kujitathmini wewe mwenyewe kwamba namna gani unaweza kuizuia fedha isiondoke kwako, iwe circulated in your area, iwe kama inakuzunguka, kwamba pale panapohitajika ndo unatoa. Sisi fedha zikiingia zinaitwa na matumizi, zinaitwa, zinaondoka unabaki mweupe, unaanza tena upya kuzitafuta zirudi. Na wanasema kwamba kama ukiweza kujicontrol fedha unazozipata ziingie kama ule mfuniko wa, yaani tunasema kwamba birika inakuwa na njia mbili. Kuna ile njia nyembamba ya kumiminia chai na kuna hii ya kumiminia chai kutoka kwenye sufuria au kwenye jagi. Sasa kama fedha zako zinaingia kama vile unavyomimina chai au maji kwenye birika kwa wakati mmoja, kama unamimina kupitia kwenye sufuria, lakini zile zina uwezo wa kutoka kidogo kidogo kama unavyomiminia mtu chai, inaingia taratibu, basi fedha zitabaki kwako. Lakini kama kwanza zinaingia kwa njia ile nyembamba ya birika, maana yake mpaka unafikisha shilingi 2,000, kuna mateso sana hapa katikati. Alafu zinatoka kama ule mfuniko wa juu wa birika, yaani unaweza kumimina kwa sekunde moja zikaisha. Ndio maisha yani wa maskini wengi. Yaani ndio maisha yetu sisi ambao unakuta sasa fedha umekuja kuzijulia ukubwani, kwa sababu wengi tumekuja kufahamu fedha kwamba kumbe hii ndio shilingi 10,000, kumbe hii ndio hiyo. Kwa hiyo unakuta hata haikai. Kwa mara ya kwanza yamkini kuna kipindi ambacho wewe kuishika ile 10,000 hutaki kuitumia. Unataka uiweke ili uiangalie kwamba 10,000 inafanana hivi. Lakini kwa watoto wa matajiri au ndugu zetu waliozaliwa kwenye familia zile zenyewe, zile ambazo Pepsi inakaa kwenye friji mwezi mzima, sisi hatuwezi. Yaani bora tununue soda, mgeni amekuja, ukiweka hulali, na ni kweli hulali. Yaani unaona kama zinakuita zile Pepsi, unakunywa pia. Kwa hiyo asili ya fedha, ndio wanasema kwamba maji hufuata mkondo. Ni kweli, fedha na zenyewe zinamfuata mkondo ule wa fedha. Pesa haikai sehemu ambayo hamna pesa. Yaani pesa kwa wewe ambayo ni mtumiaji tu, yaani zinaondoka tu, unabaki mweupe. Kwa hiyo niseme, mimi nimekuja na mbinu mpya ya namna gani ya kuzuia fedha zako zibaki mfukoni, walau ufikie kwenye utajiri. Nina dawa na nina mbinu hiyo. Ukiendelea kunifuatilia kupitia Pongoli Media au Pongoli Business Channel, basi utapata hayo madini na yatakusaidia wewe na jirani zako na wengine wote ambao watakuwa wamenifollow au wamefanya kusubscribe na kucomment ili kupata taarifa zaidi. Asanteni sana.